Tarehe 28 Februari 2026, yaani ni saa chache tu zilizopita, Marekani na Israel walizindua mashambulizi makubwa dhidi ya Iran. Na hii sio vita ya kawaida, inaitwa Operation Epic Fury. Mabomu yamelia katika maeneo ya Tehran, makombora yamelenga maeneo ya kihistoria ya Irani, na kwa mara ya kwanza makao makuu ya kiongozi mkuu wa Irani yalishambuliwa moja kwa moja. Lakini Irani haikukaa kimya. Mara moja ilianza kulipiza kisasi kwa makombora makubwa yaliyolenga maeneo ya Marekani katika nchi za Ghuba kama Dubai, Abu Dhabi, Bahrain, Katari na Kuwait. Mazungumzo yaliyokuwa yakiendelea huko nyuma, huko Geneva, yamevurugika. Diplomasia imeshindwa kabisa, na sasa ulimwengu unatazama kwa ukaribu. Je, huu ndio mwanzo wa vita vya muda mrefu? Leo tunakujuza kuhusu Operation Epic Fury, kilichotokea, kauli za viongozi, maeneo yaliyoathirika na mustakabali wa vita hii. Kaa nasi hadi mwisho kuhusu hiki kinachoendelea kati ya Marekani, Israel na Irani. Kabla ya mashambulizi ya leo, ulimwengu ulikuwa ukiangalia mazungumzo muhimu kati ya Marekani na Irani. Tarehe 26 Februari mwaka 2026, mazungumzo ya awali yalifanyika Geneva, Uswizi, chini ya uongozi wa Oman. Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa kwenye mazungumzo hayo. Kwa upande wake, alitaka Irani ikubali masharti magumu, ikiwemo kusimamisha urutubishaji wa nyuklia, kuzuia mpango wa makombora na kukomesha uungaji mkono wa makundi ya kigaidi. Lakini Irani kwa upande wao walisema wazi kabisa hawatoacha haki yao ya kuendeleza mpango wa kuzalisha nyuklia. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi alionya kuwa vita itakuwa mbaya kwa kila mtu, hakutokuwa na mshindi, itakuwa vita ya uharibifu sana. Sasa tarehe 27 Februari, Trump alitoa ishara ya mwisho. Aliwaambia waandishi wa habari wa Texas, Marekani, "Ningependelea nisiwaambie." Alipoulizwa kama yupo karibuni kuamua kushambulia Irani, akasema, "Wamekuwa wakituchukia kwa miaka 47. Tumechoka, haiwezekani tena." Siku hiyo hiyo, Marco Rubio na John Ratcliffe waliwasilisha taarifa ya siri kwa viongozi wa Congress. Baadhi yao waliondoka wakiwa na hakika kuwa mashambulizi yanakaribia. Baldi Al-Busaid, waziri wa mambo ya nje wa Oman, aliongoza mazungumzo. Alikutana na makamu wa rais wa Marekani JD Vance huko Washington. Alionekana na matumaini. Alisema amani iko karibu yetu, lakini matumaini hayo yakafa haraka. Asubuhi tarehe 28 Februari, mabomu yalipoanza kulindima huko Tehran. Aliweka ujumbe wake huko Twitter kwa masikitiko makubwa. Alisema mazungumzo makubwa yamevurugika tena, naomboleza kwa wasio na hatia watakaoumia kutokana na vurugu hizo. Wachambuzi wanasema mazungumzo hayo yalikuwa kifuniko tu cha operation iliyopangwa tangu awali. Tang Zichao, mtaalamu kutoka chuo cha sayansi ya jamii cha China, alisema mazungumzo yalikuwa moshi tu, kama ilivyokuwa Juni mwaka jana. Marekani na Israel wamepoteza matumaini kabisa na wanataka mabadiliko ya utawala wa Irani. Baadaye, rais wa Marekani Donald Trump alikuja kutangaza kwenye ukurasa wa Truth Social kwa kusema jeshi la Marekani limeanza operation kubwa ya kijeshi nchini Irani. Lengo ni kulinda wa Marekani kwa kuondoa tishio la moja kwa moja kutoka kwa utawala wa Irani. Aliuita mpango huo Operation Epic Fury, operation ya hasira kubwa. Wizara ya Vita ilithibitisha jina hili kwenye ukurasa wa X, zamani Twitter. Lakini pia Trump akaahidi, "Tunayakaribia makombora yao kabisa. Tunailaza chini sekta yao ya makombora, haitokuwepo tena." Kwa upande mwingine, wakati huo huo, Israel ilitangaza kuwa nia yao ni mashambulizi
ya dharura. Wizara ya mambo ya nje ya Israel ilisema walilenga kuondoa tishio la kuwepo kwao. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz alitangaza hali ya hatari nchini kote. Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, aliwaambia Waisrael, siku ngumu zinakuja, lakini tutashinda. Chanzo cha usalama cha Israel kiliwaambia waandishi, katika mashambulizi yetu ya kwanza tumewalenga watu mashuhuri, wale wanaoipanga kuiangamiza Israel. Mashambulizi ya Israel na Marekani yalilenga maeneo mbalimbali ikiwemo Tehran. Milio ya mabomu ilisikika katika maeneo ya kaskazini na mashariki mwa mji. Picha za satellite zinaonyesha moshi mweusi ukiondoka kwenye nyumba za kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Majengo kadhaa katika eneo hilo pia yaliharibiwa. Maeneo mengine ni Isfahan, Qom, Karaji. Milio mabomu iliripotiwa katika miji hii yote. Shule ya wasichana ya Minab, katika tukio la kusikitisha, shule moja ilipigwa na kusababisha vifo vya watoto 51 kwa mujibu wa vyanzo vya Irani. Maeneo ya nyuklia, ingawa hayajathibitishwa rasmi, inaaminika kuwa vituo vya nyuklia vya Fordow, Natanz na Isfahan vililengwa tena kama ilivyokuwa Juni 2025. Wizara ya mambo ya nje ya Irani ilitangaza kuwa Rais Masoud hakuumia na Ayatollah Khamenei alikuwa ametolewa mahali salama kabla ya mashambulizi. Lakini kwa upande wa Irani, na wao hawakukaa kimya. Saa chache tu baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel, makombora ya Irani yalilenga maeneo ya Marekani katika nchi za Ghuba, Dubai, United Arab Emirates. Waandishi wa CNN waliokuwa Dubai walisikia milio 5 mikubwa ya milipuko. Milio 4 kati ya hiyo ilikuwa ya nguvu sana. Video zilizochukuliwa na wafanyikazi wa CNN zinaonyesha moshi ukiondoka karibu na bandari ya Jabal Ali, moja ya bandari kubwa zaidi duniani kwa usafirishaji wa bidhaa. Ndege zote katika uwanja wa Dubai International DXB na Dubai World Center WDWC zilisimamishwa hadi taarifa nyingine. Abiria walitakiwa wasiende uwanjani. Abu Dhabi huko UAE, mji mkuu wa UAE, pia ulishambuliwa. Wizara ya ulinzi ya UAE ilisema walizuia mashambulizi ya makombora ya Irani. Picha zinaonyesha moshi ukiondoka kwenye majengo. Raia mmoja alifariki Abu Dhabi kutokana na kipande cha kombora kilichoanguka. Makao makuu ya jeshi la wanamaji la Marekani la 5 huko Manama yalishambuliwa pia. Picha zinaonyesha moshi mweusi ukiondoka katika eneo la Jufel. Kituo kikubwa zaidi cha kijeshi cha Marekani katika eneo hili, Al Udeid Air Base, kilishambuliwa. Msingi huu una makao makuu ya CENTCOM na vikosi maalum vya anga. Wizara ya ulinzi ya Qatar ilisema walizuia mashambulizi kadhaa. Huko Kuwait, msingi wa anga wa Al Salem unaoweka wanajeshi wa Italia ulishambuliwa na kuharibiwa. Waziri wa mambo ya nje wa Italia Antonio Tajani alithibitisha kuwa wanajeshi wote walikuwa salama kwenye banka. Saudi Arabia, milipuko ilisikika huko Riyadh, mji mkuu wa Saudi. Vyombo vya habari vya Saudi vilaani uchokozi mkali wa Irani. Mashirika ya ndege duniani kote yalianza kufuta safari kama Emirates, Etihad, Qatar Airways. Safari zote zilifutwa. Mashirika ya Marekani na Ulaya walisitisha safari zote katika eneo hilo. Sasa nini kinaendelea hadi hivi sasa? Hali inaendelea kuwa vipi huko? Na haya ndiyo tunayojua kufikia leo Februari 28, 2026. Mashambulizi yanaendelea. Vyanzo vya usalama vinasema Marekani ina mpango wa mashambulizi ya siku kadhaa. Meli mbili za kivita, USS Abraham Lincoln na USS Gerald R. Ford, ziko katika eneo hilo la Ghuba tayari kwa hatua zaidi. Jeshi la Israel limetoa onyo la wimbi jipya la makombora kutoka Irani. Hili ni onyo la 6
tangu asubuhi wameomba wananchi kufuata maagizo ya ulinzi yanayowekwa katika nchi hiyo. Irani imeendelea kujipanga pia. Waziri wa mambo ya nje wa Irani ametangaza kuwa wanatumia nguvu na rasilimali zao zote katika kulipiza kisasi. Wametaka Umoja wa Mataifa kuchukua hatua mara moja. Usafiri duniani umevurugika. Ndege zote katika nchi za Ghuba zimesimamishwa. Mashirika ya ndege ya kimataifa yamefuta safari zao. Katika maeneo yote ya Mashariki ya Kati, watu wanatafuta mahali salama. Kiufupi, wananchi wanatafuta usalama. Picha zinaonyesha familia zikijificha kwenye maeneo ya chini ya ardhi. Ripoti zinaanza kujitokeza za watu waliojeruhiwa na kufariki, mbali na watoto 51 waliokufa shuleni huko Minab. Raia mmoja alifariki huko Abu Dhabi. Idadi halisi bado haijulikani.